Njoo kwa Yesu kuna afya. Njoo kwa Yesu hakuna vita. Njoo kwa Yesu atakupigania. Ila injili inaanza kuwakuta watu ambao wametoka kwenye hali ya makutano, wameanza kuingia katika hali ambayo si ya kikutano tena, si ya makutano tena. Wameanza kuingia katika hali ya kuanza kumtumikia Mungu, manake wameanza kupiga hatua, wameanza kutembea kumfata Yesu. Hawaambiwi tena njoo kwa Yesu kuna raha. Akifika haambiwi tena njoo kwa Yesu atakupigania vita vyako. Akifika Bwana anakuambia hivi, mahali pale nimekuandalia wewe, inuka, jifunge silaha zako, nenda ukapigane kwa ajili ya eneo hilo. Yeye mwenyewe anaanza kukuambia tena kwamba njia hii ina vita, inabidi uvae viatu vyako, usipite peko, kuna miba, kuna matope, vaa viatu kwa ajili ya kupita kwenye hizo tope. Hali ya makutano ni hali ambayo ni kama mtoto mchanga. Mtoto akiwa mchanga, akilia mama yake anakuwa karibu. Mama yake atakuwa anaangalia kwamba mtoto amelia, atakuwa ni nini? Ni joto au ni baridi au ni njaa au ni kiu. Hali ya kwanza kuwa mtumwa, kuna vitu vingine unakuwa unaangaliwa kama vile Mungu hakuoni. Kwa nini? Anaona kabisa huyu mtu ametoka kwenye makutano, anaanza kupiga hatua, yupo kwa ajili ya kunitumikia sasa, na ili apige, atakapovuka hapa anaenda kwenye hali ya kuwa mwanangu. Bwana Yesu asifiwe. So adui hataki wewe ukaitwe mwana wa Mungu, hataki wewe ukaitwe rafiki. Anataka ubaki kuwa katika makutano, washirika. Unaweza kuishiriki neema, lakini usiwe mtu, usifaidike na neema ukashiriki. Sasa hii ya kushiriki tu haitakiwi. Unatakiwa uwe kapelamuzi ya manta rapa hadia. So viwete wamo, kundi kubwa, wametajwa vipofu, wakatajwa viwete. Hawawezi kupiga hatua. Kila mahali wanataka wavushwe. Kumbuka Biblia inasema, neno la Mungu linasema kwamba alikuwa anaomba Suleiman, akasema taifa hili umelitoa katika tanuru la chuma, katika nchi ya Misri. Spiritually, manake walipopelekwa Misri walipelekwa katika tanuru la chuma. So wale kwa nini walipelekwa katika tanuru la chuma? Biblia inasema hivi kwamba nimewatoa katika tanuru la mateso, tanuru la chuma, ili mpate kuwa ili ninyi mpate kuwa watu wangu na mimi niwe Mungu wenu. Hakunaga moto katika makutano. Moto upo kwa wale wanaoanza kupiga hatua, wameshaanza kuitwa watumwa. Wamekubali kuwa watumwa wa Kristo, watumwa wa Mungu. Wamekubali kumtumikia Mungu katika maeneo ya Mungu aliyowaweka. Amekubali kuwa mtumishi wa Mungu, kuzieleza habari za Mungu kwa watu. Bwana Yesu asifiwe. Anapiga hatua paluza na bahanta katika ulimwengu wa roho. Anaanza kutembea katika ulimwengu wa roho. Anaanza kukanyaga katika ulimwengu wa roho. Anaenda mahali fulani, anapiga hatua fulani, barudi ya karabazopra adia. So tukawaona kwamba kuna kundi la viwete kanisani. Lakini mbaya zaidi, unaweza kukuta mtu huyu hapigi hatua katika ulimwengu wa roho, yuko pale pale siku zote. Ni kipofu katika ulimwengu wa roho. Tukasema kuna vipofu katika ulimwengu wa roho. Kwa nini adui anataka watu wawe vipofu? Anataka uwe kipofu ili kwamba chochote ambacho Mungu anataka kufanya kwako usikione. Biblia ikasema kwamba hivi, macho ya mioyo yenu yatiwe nini? Yatiwe nuru. Na hiyo nuru ambayo wewe Mungu anataka iwe ndani, iwe katika macho yako ya rohoni, ili wewe upate kuliona tumaini la wito wake. Tumaini niwe fulani pale ambapo Mungu amekuandikia ukawe, liko tumaini la kiungu mahali pale.